Niwape hadithi moja. Mimi nilipoamua kwenda kusomea kufuata wito wa upadri, kwa kweli nilikuwa nimevutwa na mambo ya kiroho na kama nikaamua kuachana kabisa na masomo mengine huku yote, nikaamua kuyaacha. Na baadaye nikatumwa kwenda kusoma nje, nikajua sasa naenda kuimarisha yale ya dini zaidi. Lakini askofu kanaambia, wewe nakutuma ukamalizie masomo upewe upadi, alafu utasoma sheria za kanisa. Akanitoa kabisa kwenye reli ambayo mimi nilikuwa nataka. Mimi nataka nibobee kwenye yale elimu Mungu kwa undani zaidi, kama wataalamu wengine wa maandiko matakatifu na teolojia walivyobobea. Sasa nilipoenda kule nikaanza kusoma, nikasema sheria za kanisa ndio zimezaa sheria, ndio sheria za kwanza kuandikwa. Ukijua historia ya sheria za dunia, ndio sheria za kwanza kuandikwa vizuri na kuwekwa kwenye vitabu. Basi nikasema, sasa sheria ya kanisa si nitakuwa nahudumia tu sheria za kanisa Katoliki, kwa nini nisisome na sheria zingine? Nikamwomba askofu, baba askofu, naomba niruhusu nisome na sheria za kiraia. Akanambia sawa, endelea. Basi nikaanza kusoma na sheria za kiraia, nikasoma sheria za Kirumi, ndio walianza sheria za kwanza, na sheria za kidunia za kimataifa, lakini nikaangalia nisome zaidi sheria za kimataifa na haki za binadamu kwa makini mkubwa. Na utafiti wa elimu ya degree ya juu kabisa nikaamua kufanya kwenye uhusiano wa dini, yani kanisa na serikali, hasa serikali ya Tanzania. Nikarudi kwa ajili ya utafiti mwaka 99. Nilienda utafiti, nikafanya utafiti Zanzibar, baba askofu. Tena nakumbuka tarehe yenyewe ilikuwa siku ya wagonjwa, tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 1999. Nilikuwa kwenye utafiti Zanzibar, nikakutana na Bilali. Askofu alinitengenezea, nikaenda kuona viongozi wa serikali, waziri wa afya, waziri wa elimu, kuona wanavyoshirikiana na serikali, haki za binadamu zinavyoenda huko Zanzibar. Nikaja huku bara, nikakutana na vingunge wengine. Basi viongozi wa dini wakipata elimu sahihi ya haki za binadamu, wataweza kufanya mabadiliko makubwa sana ya jamii yetu, kwa sababu wanaweza kutufunda kwenye dhamiri tuwe na ile tuambia baba askofu, hofu ya Mungu. Lakini hii elimu dunia wataelimisha pia zile sekta zingine wanaosimamia mambo ya kidunia. Nilipomaliza masomo mwaka 2000 nikarudi. Nikakaa, baada ya mwezi moja askofu